kabla hujaokoka, watu wengi wamtegemei Mungu. Utegemea ilizi zao, utegemea waganga, utegemezwa kwenye viti kwa wachawi, utegemezwa kwenye viti vyao kwa ilizi. Unamkuta yuko ofisini ana ilizi, kwenye gari kuna ilizi, kwenye pikipiki kuna ilizi, nyumbani kwake amechimbia vichwa vya paka na mbwa, ameweka masanamu ya kutoka Freemason, ndio anafanya biashara. Watu wengi wamtegemei Mungu. Biblia inasema wamelaaniwa, hawataziona baraka za Bwana. Wataishi na maisha yao ya mateso, maisha ya shida. Mtu yote anayemtumikia shetani ana furaha kabisa. Ataenda kwa wenye waganga, watakula hela. Ataenda kwa wachawi, watakula hela. Ataenda kwa maji na mafuta, watakula hela. Atajaribu kila kona, hataona majibu, ataishi kwa hofu na mashaka. Lakini ukishaokoka, Biblia inatufundisha tumtegemee Yesu. Tumtegemee nani? Yesu. Ndugu yako akikushawishi twende huku, usikubali. Kaa kwenye imani yako thabiti. Akikushawishi twende kwenye maji na mafuta, usikubali. Twende kwa waganga, usikubali. Wewe unaumwa, njoo tujaribu hapa, usikubali. Neno la Mungu liko wazi, usikubali. Hata kama ni mmeo, ni mke wako, ni wazazi wako, usikubali. Tunataka ulinzi wa wote. Tumekutana hapa Uchagani, wote tumekutana kama ukoo, wote inabidi twende kwenye kaburi, kila mtu atege sikio, nyoka mlambe. Hii ni zindiko la familia, wewe usikubali. Kwa hiyo ni bora ufarakane na wale watu, lakini ubaki na Yesu. Kwa hiyo unaamua ama ufarakane na watu au ufarakane na Yesu. Ukifarakana na Yesu, unakubaliana na watu wanakupenda, lakini watu watakuchukia. Yesu atafanya nini? Nazungumza na watu hapo. Vitu vingine na kushawishi kwenye familia, mama yako, baba yako, mwana wako au mke unalala kifani mwake, usikubali. Au mume analala kifani mwako, usikubali. Leo tuna watu wanawashawishi. Wale watu wa maji na mafuta, wachawi, wanawatenda kazi wao. Nao wanapita mitaani wanakushawishi. Wanapita mitaani wanakushawishi. Kuna nabii. Kuna maji. Kuna kitu fulani. Kuna siku maalumu ya kushika nguzo ya moto. Kuna siku maalumu ya kunyaga mafuta. Wewe usifanye nini?